Nani aliwaambia uwekezaji maana yake wao watu kutoka nje? Nani aliwaambia? Hivi hao ni matrekta hapa, sio wawekezaji hao? Wawekezaji ndio nyinyi hapa. Kwa hiyo wawekezaji, ndugu wananchi wenzangu, haimaanishi mwekezaji awe na ngozi nyeupe, awe tajiri, awe na kitabu. Uwekezaji ndio nyinyi, kipigeni makofi. Kwa hiyo kazi tunayofanya sisi kama serikali ni mbili. Moja, kuhakikisha kwamba mashamba haya yanaleta tija ya kilimo, uzalishaji uongezeke, ufanyike vizuri kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa na wizara yetu ya kilimo. Lakini jambo la pili, ni kuhakikishia kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ambayo inatokana na kura za wananchi. Serikali hii ni serikali ya wananchi. Kwa hiyo serikali ya wananchi haiwezi kufanya matendo ya kuumiza wananchi. Hii ni serikali ya watu wenyewe. Kwa lazima tutakayolifanya pale, lazima tulinde maisha ya wananchi wetu. Na inapokuja swala la kilimo, mashamba ambayo serikali inayamiliki inayo, haiwezekani sisi tuwe vitaa tuondoe wananchi ili tuweke mgeni. Hiyo jambo linaweza kutokea. Serikali ya Samia haiwezi kufanya jambo hilo. Yaani wananchi wanajipatia kipato chao pale na wakatuma na kura, alafu tuwaondoe. Inawezekanaje? Sasa wasiwasi ndio mlitoa wapi? Na mbunge mmechagua wenyewe, anawapigania mpaka Dar es Salaam. Mnaye mkuu wa mkoa Nurdin Babu anawapigania, mnaye mheshimiwa DC anawapigania, lakini kubwa kuliko lote, mnaye mwenyekiti wa mkoa Boysan kwa sisi tutaenda wapi? Mwenyekiti wenu wa sisi wa wilaya alikuja Dar es Salaam, alikuwa waliambatana. Sasa amekuja na mbunge, amekuja na mwenyekiti wa sisi. Hilo jambo linakuwa jambo la wananchi. Ukiona mahala popote CCM imebebea bango hilo jambo, ujue hilo jambo lina maana na wananchi. Mwenyekiti wenu wa sisi wa wilaya si wako walikuwa wanafaa, lakini wa wilaya alikuja na nyie Dar es Salaam. Ndipo mwenyekiti kajua hili jambo. Kwa hiyo nimekuja hapa kuwasalimia, lakini muhimu zaidi kwa kushiriki kwamba tutafanya maamuzi sahihi ili kulinda uchumi wenu, kwa sababu uchumi wetu ni uchumi wa wananchi. Tuwaombe tu utaratibu tutakaokubaliana kupitia kwa viongozi wenu, kupitia kwa chama chenu, tusiweke ujanja. Yeye ni Machanga, nilikuwa na mbele mbili. Kwanza mimi ni wao Changa, nipigie makofi. Nimechukua dada yenu, nimewapunguzia mzigo hapa naye. Na amenisaidia sana, ana akili nyingi, ana bidii, ameniomba mpaka nilikuwa wazazi. Nipigie makofi bwana. Kwa hiyo sasa mimi kama shemeji mtafanya jambo la kuumiza mashemeji? Nitakujaje sasa Kilimanjaro na hizi nyama nitakulaje? Kila Krismasi hata nile nyama huko. Lakini sio sasa mimi na wao usinipigie makofi kwa hiyo. Kwa hiyo wananchi mjue hilo, kwamba tutafanya uamuzi sahihi, ila muwe na amani, mkae kwa kutulia. Serikali yenu, rais wenu Mama Samia atafanya uamuzi wa kulinda maslahi yenu ya kiuchumi, ili sia hii iendelee kukua na yenyewe wananchi waendelee kufaidika, waendelee kunufaika, ili uchumi wenu ukue. Uchumi wenu ukikua, ndio na serikali na nini inakuwa. Hilo jambo kubwa ambalo nataka niwaambie, kwa msiwe na mashaka, watu wengine na miliko mashaka. Miliko mashaka kwa niaba ya serikali hii. Ndio wanasimamia. Amekaa vizuri hata kama vizuri. Simsalimu bungeni mko hivi. Alafu mwambie wewe baba fanya mambo sahihi. Fanya mambo sahihi. Hawa na afya njema. Afanye uamuzi wa
maslahi kwa wananchi wa Siha. Hapo namna gani? Naye pia ni mwananchi huyu, ni ndugu yetu, anatoka zake Tanga huko, ni mwananchi kama nyie. Rafiki wa Siha. Watafanya uamuzi sahihi ili kuhakikisha kwamba wanalinda maslahi ya wananchi wa Siha. Bila kusisitiza wako kwa upande wenu wananchi, kae sawa na chama chenu cha ushirika mlicho nacho, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu za Wizara ya Kilimo hatuwezi kudili wananchi moja moja. Lazima muunde, muwe na chama chenu imara na kila mwananchi ahusike nacho, na muweke uongozi imara unaojali maslahi yenu. Sio tena tuwe hapa kwenda ugomvi kati ya chama cha ushirika na wananchi. Hilo jambo haliwezi kupendeza. Na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo amesema niwaambie hivi, kwa sababu kuna maeneo mengine kunakuwa na vyama vya ushirika vya kiujanja, wanasema hapo 1000 kumbe hapo 20. Tunataka sisi wananchi wote hawa wahudumiwe sasa.